wa Kiislamu. Leo hii ni yaumul Jumaa, ni siku ya Ijumaa, lakini pia ni mwezi mosi Muharram, yani ni mfungo 4 mwezi mosi mwaka 1447. Allahu Akbar. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpaka anafariki dunia aliwahi kutuambia tu kwa kupitia aya ya Mwenyezi Mungu, anasema inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah, kwamba kwa hakika miezi inayounda kalenda ya mwaka ipo miezi 12, lakini katika miezi hiyo 12 kuna miezi 4 mitukufu. Lakini aya mbele ikaendelea kusema msidhulumu nafsi zenu katika miezi hiyo, lakini isitoshe, yani kudhulumu nafsi kwa maana kuto kufanya maasi. Lakini pia aya ikamaliza kusema haya ndio maelekezo ya dini ya Allah, ya maelekezo ya Mwenyezi Mungu katika dini iliyokuwa imenyooka. Ndugu zangu katika imani, kwa hiyo wakati huo palikuwa bado hapaja kuwa na kalenda rasmi. Walikuwa wanatumia kutambua mwaka kwa kupitia matukio ambayo yaliyotokea. Kwa mfano, ukirudi nyuma katika mazazi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yanaitwa kwa mazazi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alizaliwa katika mwaka wa tembo, wasumia amu wiladatihi amal fil, kwamba na uliitwa mwaka wa kuzaliwa kwake mtume mwaka wa tembo. Kwa nini? Lianna malika al-habasha arsala ama wiladatihi, na wahaluma jarra, na vitu vingi ambavyo viliendelea, kwamba mfalme wa Habasha alipeleka jeshi kwenda Maka ili kwenda kuvunja lile Kaaba. Lakini huu ndio tukio ambalo mwaka huo alizaliwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hata hivyo ukawa maarufu wake kwamba mtume amezaliwa mwaka wa tembo. Lakini mpaka mtume anafariki hakuna hiyo kalenda ya hijiria. Mpaka anafariki Abubakar pia hakukuwepo. Alipokuja Umar ibn al-Khattab, basi ukisoma historia ya Umar ibn al-Khattab, alikuwa ameweka vitu vingi sana ambavyo kufanya kwamba vitu vienze kuwa rahisi. Aliweka yeye majumba ya wageni yenye heshima, yenye nidhamu. Aliweka hizi masuala mazima ya posta za kutumiana taarifa au barua. Alianzisha taarifa za kutambua na watu wangapi kama vile sensa. Mambo ni mengi ambayo aliyafanya, lakini pia alianzisha hii kalenda ya Kiislamu. Japokuwa kuna riwaya kuwa Abu Musa al-Ash'ari huyu aliandika barua kumwandikia Umar ibn al-Khattab, kumwambia bwana, barua zako unazotuletea, manake Umar alikuwa ni mkuu wa dola, yeye ndio kiongozi, ndio khalifa, lakini alikuwa uko mikoani au katika sehemu mbalimbali, alikuwa amewaweka wasaidizi wake watakaoenda kumsaidia. Alikuwa amekasimu madaraka kwa watu hao, kama ilivyo leo hii tu kwa kwamba inakuwa ni serikali, kunakuwa na rais wa nchi, lakini kunakuwa na wakuu wa mikoa, kunakuwa wakuu wa wilaya, kunakuwa mpaka na wale watendaji katika kata. Yote kwa yote, kwamba ili tu kazi ziwe ni rahisi katika kutendeka. Kwa hiyo dola au ukhalifa wa Umar basi ilikuwa ni kama vile serikali zetu za sasa hivi. Hivyo hivyo basi Abu Musa al-Ash'ari akamwambia Umar bin Khattab kwamba taarifa zako zinazokuja huwa tunashindwa kuuelewa. Yaani barua zako zinakuja zinataja tu masiku, lakini hatuelewi tarehe gani, hatuelewi mwaka gani. Kwa hiyo huwa zinatuconfuse, zinatupa shida, zinatuchanganya kutokuelewa ni kusudio tarehe gani. Hiyo ni sababu ya kwanza. Lakini pia ipo sababu nyingine ambayo huyo Umar inasadikika kwamba alipokea kesi ya mtu mmoja alimkopesha mtu mwingine. Sijui ilikuwa ni kiasi cha pesa au ni kitu gani, lakini kiujumla kuwa mtu mmoja alimkopesha mtu mwingine. Lakini katika malipo yao wakakubaliana, bali mimi nitakulipa mwezi wa Shaabani. Basi Shaabani ile ikifika, yule bwana anasema nimekuahidi nitakulipa Shaabani. Shaabani ikifika, yule bwana anazidi kurusha tu, nimekuahidi nitakulipa Shaabani.
Kwa hiyo hii kesi nayo ikamfikia sahaba huyu Umar bin Khattab, na akaona kwamba ipo haja kwamba tuweke limit ambayo itakayowadhibiti watu. Akisema Shaabani, basi atatamka ya mwaka gani. Kwa mfano Shaabani ya mwaka 1447 Hijria. Basi wakati Umar amelifikiria hilo, ikabidi afanye mshawara, washauri wenzake kwamba jamani, ipo haja sasa na sisi tuwe na kalenda ya Kiislamu, kalenda ambayo itakayotufanya kuweza kukumbuka matukio yetu, kuweza tukiwa tunaandikiana barua tuwe na limit, yani kufahamu kama tarehe gani, mwezi gani, mwaka gani. Lakini pia isitoshe kuwa tutakuwa tunafahamu mambo mengi kupitia hiyo kalenda. Wapo ambao waliopinga kwamba hapana, hatuwezi kufanya kitu ambacho mtume hakufanya, wapo, lakini wote kwa yote wakakubaliana kwamba jambo lifanyike. Haya, sasa ikabidi pakawa na mshawara mwingine, yani shura nyingine ikaja kwamba tukiweka kalenda ya Kiislamu tunaanzia kuhesabu mwezi gani, tunaanzia kuhesabu mwezi gani wa kwanza na mwaka gani. Wapo walioshauri kwamba tupate hii kalenda ya miladia, kwamba ya miladia sisi tuwe na miladia pia vile vile, yani tuanzie pale ambapo alipozaliwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rai ikaja hivyo. Wengine wakasema hapana, kwa sababu tukifanya kuna miladia ambayo ni mwaka, tutaje mwaka kwa miladia, itakuwa pia kuna mwaka mwingine miladia huu ambayo tunauhesabu mwaka huu, mwaka 2025 ni miladia vile vile, tangu kuzaliwa kwa Nabii Isa alayhi salatu wasallam. Kwa hiyo tutakuwa tayari tunavuruga. Wengine wakasema hapana, tuweke pale alipotumwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alipopewa utume tu ndio mwaka wetu uanze kuhesabika kuanzia pale. Lakini pia rai hii haikupita. Ikaja rai nyingine kwamba tuanzie kuhesabu pale tu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipohama kutoka katika mji wa Makkatul Mukarrama kwenda katika mji wa Madinatul Munawwara. Rai hii ndio ikawa ni rajih, rai yenye nguvu, na ndio ambayo ikawa imepita. Kwa hiyo ikaanzia pale mpaka leo hii tunaposema kuwa ni mwaka 1447 Hijria. Basi hiyo neno Hijria ni tangu kuhama kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutoka katika mji wa Makkatul Mukarrama kwenda katika mji wa Madinatul Munawwara. Basi ndio hisabu zikawa zimeanzia hapo. Lakini ndugu zangu, neno hijra, kuhama, lina falsafa kubwa mno. Ni neno pana kwasi mno kulizungumza na kulitafakari. Neno hijria maana yake kwa Kiarabu ni hijria, kuhama. Kiarabu ni hijria, Kiswahili ni kuhama. Lakini Kiswahili haishi katika kuhama tu. Ukisema hijria unaweza kukusudia kusogea, hijria kuhama, hijria kuepukana, hijria kuepuka, hijria kujiepusha. Na haya yote yana dalili ndani ya Qur'an. Allah tabaraka wa taala ameshayazungumzia masala haya, neno hijra. Lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwahi kusema kuwa sio mwenye kuhama bora, yani sio muhamaji aliyekuwa muhamaji bora isiyokuwa manhajara min almaasi. Yule mtu ambaye aliyekuwa muhamaji aliyekuwa bora, muhamiaji bora ni yule mtu ambaye aliyehama kutoka katika maasi. Hivyo akasema kwamba laisa almujahid kal jahidi fi nafsihi, hakuwa kama yule mpiganaji jihadi kama yule ambaye anapigana jihadi kuipambania nafsi yake. Yani hakuwa mpiganaji jihadi alikuwa bora kama yule ambaye anayepigana jihadi na nafsi yake. Kwa hiyo ndugu zetu katika imani, tukiwa tumeingia katika mwaka wa Hijria, mwaka mpya wa Kiislamu ambao umepewa jina la Hijria, basi pia tunatakiwa tunahama
kutoka katika sehemu moja kwenda katika sehemu nyingine katika masala mazima ya khairati. Kama ulikuwa unafanya kuswali tu sunna rakaa moja, rakaa mbili kablia, basi jitahidi ziweze kuzizidisha. Kwa mfano kama dhuhuri ina kablia zaidi ya hata unaweza kablia hata 4, basi hama kutoka upande mmoja usogea nafasi nyingine, yani sogea. Kama ulikuwa wewe ni mtojo wa sadaka, basi pia fanya hijra kusogea mbele zaidi. Kama ulikuwa mtu anafanya vitu ambavyo Mwenyezi Mungu havipendezi navyo, basi hama kutoka hayo maasi, kutoka katika maasi hayo na uelekee katika khairi au katika taa ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mwaka huu wa Hijria tukiwa tunafurahi tumeona mwaka mwingine, lakini hapo hapo basi tunatakiwa tuweze kuyafanya mazuri yale ambayo yanayompendeza Allah tabaraka wa taala, kwani almautu baghtatan, mauti kazi yake ni kuja ghafla tu, haupigi hodi wala ufanyi chochote, haupigi hodi wala hauna ishara maalum unaonyesha kwamba hivi sasa ninakuelekea mimi huko ndio naelekea mwisho wa maisha yangu. Hapana, mauti unakuja tu ghafla tu. Wapo wenzetu ambao pengine kwa namna moja au nyingine walitaka kuuona mwaka huu, walitaka kufika mwaka huu wa Hijria mwaka 1447, lakini maal asaf hivi sasa tayari tumeshawazika. Wapo wengine walikuwa wana mipango yao mbalimbali mizuri, tena pengine mipango endelevu ya kusaidia jamii, lakini tukokuwa uhai umeshaisha, basi hawakuwa ni wenye kufikia tarehe hii ambayo leo wewe umepata bahati ya kuweza kuiona. Kwa hiyo fakam min sahihi mata min ghairi illa wa kam min saqimi aasha hina min ad-dahr, wangapi katika watu walikuwa wana afya nzuri, wana mipango mikubwa, lakini walifariki dunia min ghairi illa, pasina aina yoyote ya maradhi. Lakini wangapi katika watu ambao walikuwa ni wazima na afya, wana nguvu, mashubabi kweli, walikufa pasina kuwa na ugonjwa wa aina yoyote. Lakini wapo miongoni mwa watu ambao miongoni mwetu wameumwa kwa muda mrefu, walakini aasha hina min ad-dahr, lakini wameishi kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo ni vizuri katika mwaka kama huu basi tukatumia fursa hii, kila mmoja miongoni mwetu akajitafakari alipotoka, alipo na anapoelekea. Alipotoka amefanya jambo gani na kwa nini hakuyafanya mengine, na alipo hivi sasa anafanya kitu gani, lakini uko anapoelekea madhumuni yake ni kitu gani. Kama ikiwa vile ambavyo unapojisearch, kujiresearch katika biashara zako, maendeleo yako mbalimbali, basi pia ipo fursa ya kuweza